Tumefanya ziara kuangalia yanayosemwa. Yanayosemwa ni yepi? La kwanza, kwamba bwawa la Mwalimu limekwisha kamilika na tayari kumekwisha anza kuwa na ujenzi mkubwa wa usafirishaji wa umeme huo mpaka kufika kwa Watanzania. Tulichokwenda kuangalia ni kwamba ni kweli kwamba tayari kuna miundombinu mikubwa ambayo inatengenezwa kwa ajili ya usafirishaji na kwa ajili ya usambazaji wa umeme. Lakini pamoja na hilo pia kuongeza uwezo wa huo uzalishaji wa umeme kufikia kwa Watanzania. Tumeangalia miradi mikubwa ambayo inaendelea, mradi wa si chini ya bilioni 125 ambao unaleta maboresho ya kuwa na transformer kubwa ambazo zinazalisha umeme mkubwa zaidi. Tumeona pale Ubungo, lakini tumeona pale Mabibo, lakini tena tuko hapa Mbagala. Tumeona pia muendelezo wa miradi hii mikubwa ambayo inazidi kustabilize upatikanaji wa umeme hapa nchini. Maeneo haya mara ya kwanza kulikuwa kuna malalamiko makubwa sana kuhusiana na umeme katika. Wananchi wamepiga kelele, lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia shirika la TANESCO na kupitia wizara yenyewe ya nishati wamefanya mageuzi makubwa ambayo wananchi wenyewe wamekiri kwamba sasa umeme uko stable. Lakini jambo la pili ni kwamba tunaelekea kwenye chaguzi za serikali, kuchagua rais, kuchagua wabunge na madiwani tarehe 29 ya mwezi wa 10. Nimeona nizungumze na Watanzania kwamba kwanza Dar es Salaam kutoka sasa, jana na baadaye iko salama sana. Lakini mbili, nimeona niwahakikishie viongozi wenzetu wa TANESCO kwamba miundombinu yao walioifunga kwa ajili ya kupeleka umeme kwa Watanzania itabaki kuwa salama sana. Na kwa mantiki hiyo, sio kwamba tutajipanga, tayari mpaka sasa miundombinu hiyo inalindwa kwa kutumia askari wenye mavazi na askari wengine wa vyombo vya dola wasio na mavazi ya vyombo vyao. Lakini tatu ni kuwaasa Watanzania kuendelea kuilinda amani na kulinda miundombinu. Mliwahi kusikia kwamba kuna baadhi ya Watanzania au wasio Watanzania wenye nia ovu wanaiba wanaiba transformer, wanachukua mafuta transformer, wanakata nyaya na mambo mengine namna hiyo. Tulishirikiana na shirika kuhakikisha kwamba tunadhibiti mienendo hiyo. Kwa hiyo message yangu ya tatu ni kuhakikisha wananchi wanakuwa ni mabalozi wazuri wa kuilinda miundombinu ya TANESCO, ambayo TANESCO ni umeme, TANESCO ni ajira, TANESCO ni viwanda, TANESCO ni exportation, TANESCO ni amani ya taifa, TANESCO ni kivutio cha taifa. Nikisema kivutio cha taifa, ukienda pale bwawa la Mwalimu Nyerere leo kukaa tu na kushangaa jinsi lilivyo ni utalii tosha. Lakini nikisema TANESCO ni ajira, viwanda vingi vilivyopo ndani ya taifa letu vinatumia umeme, na maana yake vinazalisha products wa kutumia umeme, na ndio mtu anapata ajira. Nikisema TANESCO ni exportation, maana yake ni kwamba kupitia uzalishaji huo bidhaa zinazozalishwa ndani ya viwanda hivyo zinasafirishwa kwenda nje ya taifa letu na zinaitambulisha nchi ndani na hata nje ya mipaka taifa letu. Nikisema umeme ni diplomasia, maana yake taifa ambalo umeme wake hauko stable na katika muda wote haiwezi kuwa na mahusiano mazuri ya taifa lolote lile. Nikisema umeme ni peace and security, maana yake ni kwamba moja ya jambo ambalo linapelekea kuwa na stability ya kiuchumi katika taifa ni pamoja na upatikanaji wa nishati. Kwa hiyo TANESCO isitazamwe kama shirika la kawaida, itazamwe kama shirika ambalo ndani yake yako mambo mengi ambayo tukiharibu taifa tarudi nyuma kimaendeleo. Kwa hiyo hayo yalikuwa ndio mambo machache ambayo yalikuwa hasa ndio theme kubwa ya ziara yangu leo kwa wananchi, kwa TANESCO na kwa Tanzania au Dar es Salaam kwa ujumla wake.